Hello my people, but my name is Alan the Wise. Kwa hiyo mpo wawili kwenye mwili mmoja. Kuna kitu kinakutafuna muda huu sasa hivi na inatumia matakwa yako wewe mwenyewe. Some people inatumia matakwa yako wewe mwenyewe. Nafsi yako ambayo ni wewe uko hapa kwa sababu ya kazi maalum uliweza kupewa na ulimwengu. Uweze kukua, uweze kujifunza, uweze kuwasaidia watu na ulimwengu kiujumla. Ila ukiweza kuacha mwili wako uweze kuendesha nafsi yako, ndo pale kila kitu kinatoka katika msimamo wa Mwenyezi Mungu. Unakuwa unaweza kuuendekeza mwili. Mwili ndo una tamaa, una wivu, sawa? Unakujiona bora kuliko. Tunajilinganisha sana kupitia mwili, kile kitu ambacho unaweza wewe kukimiliki, muonekano ambao ulikuwa nao. Sasa ukishaacha mwili uweze kukuendesha na sio nafsi, ndo unapokuwa umeweza kutoka kwenye hiyo alignment. You feel me my people? Sasa kitu kikuu ambacho inabidi tuweze kukifanya ni kuweza kuruhusu nafsi ifanye kazi. Na nafsi inafanya vipi kazi? Pale umeamua kujituma na kuanza kulifanya jambo fulani, kuweza kujipambania wewe na watu wanaokutazama nyuma. Unaanza kupiga hatua mbele, 1 alafu 2 nyuma. Sawa? Na huo sio udhaifu. Huo sio udhaifu. Hizo ni mawimbi ya nafsi nyingine, kwa sababu tumezungukwa na nafsi ambazo hazina miili, ambazo zinakula kutumia miili yetu sisi. Kimfano tamaa, sawa? Ukija uwivu, sawa? Hizo ni nafsi chafu ambazo zinajiambatanisha kwenye mwili wako. Kwa unapokuwa na tamaa, utatamani kitu cha mtu, mwili wako ndo utachukua hatua. Ni nafsi ile ambayo imekupelekea wewe kuweza kufanya hivyo. Sawa, okay my people, wivu. Umeona mtu ana kitu fulani ukamuonea wivu, na wivu yako sio ya kujenga kumuuliza umefanya vipi, hapana. Ila kumwekea kijicho ambacho hakina mantiki, hakikusaidii kitu. Ndio maana nasema mpo wawili kwenye mwili wako. Kitu ambacho Mwenyezi Mungu hajakuumba nacho, ambavyo ni nafsi ambazo zinazurula kwenye ulimwengu. Kwa nini unaweza kuziruhusu ziweze kufanya kazi na ziweze kula kupitia mwili wako? Napendaga kutumia mfano huu sana. Hujaoa, hafuna mahusiano ya kimwili na mwanaume ama mwanamke. Hiyo ni tamaa ambayo unailisha kupitia mwili wako. Ni sheitani ambaye anakula kupitia mwili wako. So vitu vingi ambavyo hatuvitaki ni sisi wenyewe ndo tunaviruhusu viweze kufanya kazi na viweze kuendesha mwili wetu. Na unapokosa kuweza kufanya yale matakwa ama mamlaka uliweza kupewa na Mwenyezi Mungu, ndio yatakuja mamlaka ya kidunia ambayo tuko duniani kufanya vitu vya kidunia, ila kupitia muongozo aliotupa Mwenyezi Mungu. Ila sasa unapokuwa unakosa ule muongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, unakuwa unafanya vile vitu ambavyo tumevikuta duniani. Kumbuka sheitani aliachiliwa yuko duniani, na angekuwa Mwenyezi Mungu amtaki kabisa tena sheitani, angemwangamiza ili sisi tusiweze kuviona ama tusiweze kupata hiyo mitihani. Ila kaweza kuruhusu, kwa sababu hapa tumekuja kujifunza. Baada hapa kuna makazi yetu ambayo yako bora zaidi. I think you feel me my people. Sawa. Sasa ndio inabidi uweze kuchukua maamuzi yako. Simamia hizo dhambi kuu 7, sawa? Ambazo mfano wake ndo nimetoa: tamaa, wivu, kujiona bora na kadhalika. Anza kuchunguza zinakuendesha wapi katika maisha yako kila siku. Wapi ambako unataka uzungumze ukweli wako, kuna kitu ukipendi, kuna kitu ukitaki kwa rafiki mwenza, ila bado unakiacha kinakutafuna nafsi yako ndani kwa ndani. Mwenyezi Mungu hajakuumba wewe kae kimya. Mwenyezi Mungu hajakuumba wewe uweze kukaa kimya. Mwenyezi Mungu kwa kuumba ndio uvumilie vitu, sawa, ila sio uweze kuweka kinywa chako kimya. Kitumie kinywa chako vyema. Nishasema kwamba sheitani ni mfanyakazi
huru ama bure. Sheitani anafanya kazi vipi? Sheitani anafanya kazi pale umekiona kuna kitu fulani inabidi ukifanyia marekebisho, ila ukakikalia kimya kulingana nitaonekana vipi. Pale ushamruhusu sheitani afanye kazi. Pale mtu amekutukana alafu wewe ukamjibu pale pale ama ukaenda kumzungumzia pembeni, tayari sheitani ushampa kazi. Sawa? Yale maneno atakurudia tu kivyovyote. Mimi aliniambia fulani hivi, yani kivyovyote atakurudia tena. Kwa sababu gani? Ni kazi ambayo umempa sheitani na bado malipo anabidi akuletee wewe, kwa sababu wewe ndio ushakuwa bosi wake. Sheitani hana ajira kwenye ulimwengu. Sisi ndio tunampa ajira. Na muda wote ukisha kumpa ajira anainama kichwa chake chini, anashukuru umempa kazi, maana yake anafanya kazi kwenye mwili wako na kwenye maisha yako. So you have to be very wise, my people. Na sasa haya mawimbi ya nafsi ambayo yanatokana kwenye nafsi yako na ambayo yanatokana nje ya nafsi yako, ambayo yanatembea na yanatumia kula kupitia mwili wako, sawa? Inabidi sasa uweze kujiweka mbali vipi? Tunapokosea sana, hebu niende milo direct. Mimi zamani nimevuta pombe, nimekunywa sigara, nimevuta mpaka bangi, niwe mkweli na niwe mwazi. Na ni vitu ambavyo nilikuwa nikitaka kuviacha, nitaacha hatua moja mbele, nitaenda hatua moja mbele, nitarudi hatua mbili nyuma. You feel me, my people? Nikawa nazunguka at the same loop. Unajua kwa nini nilikuwa nazunguka at the same loop? Nilikuwa najiona kama ni mdhaifu, ila kumbe sikuwa mdhaifu, ila nilikuwa najiambia ni mdhaifu. Zile nafsi ambazo zilikuwa zinakula kupitia hivyo vitu, sawa, ndo ambazo zilikuwa zinaniambia kwamba wewe ni mdhaifu, bado utaacha kesho, bado utafanya hiki, bado. Ndio vitu ambavyo vya mwisho sana kupigana navyo. Mahusiano, mapenzi, vyote niliweza kuviweka nje, nikasema mpaka niweze kuoa. Ila sasa hivyo vitu vingine, kuvuta, ilikuwa ni kitu kimoja ambacho pia kimenipa ugumu, kimenipa mtihani. Sasa kaacha mwezi mmoja miwili, umejikuta mrudi tena. Ngapi mrudi tena? Nikaja kuelewa kwamba ni ile akili ambayo inayorudi alafu nayokuwa tena mimi nairuhusu. Ni ule sheitani ambaye anajaribu kuniambia kwamba kidogo ni marafiki zako, ni hivi ni vile. You feel me, people? Kwa kuweza kuruhusu hayo mawimbi yaweze kufanya kazi ndani yako, sawa, nafsi yako inashuka mno kiasi kwamba unakuwa unashindwa. Mawimbi yako yanakuwa yanashuka chini mno kiasi kwamba unakuwa unashindwa kuisikia nafsi yako, malaika na hata Mungu yeye mwenyewe. Kwa hiyo, my people, kuna kitu kingine kinakuongoza ndani yako. Kichunguze na ukitambue ni nini. And nimekuwa na upeo kwamba nikizungumza na mtu directly, kama anaendeshwa na sheitani yuko ndani yake, mimi nakuwa namuona yule sheitani ndani yake. Na ndio maana nimekuwa sasa hivi siwezi kumchukia mtu, kwa sababu nakuwa naona kile kinachomuendesha ambako yeye anajiona yuko sawa, ila kumbe kuna nafsi ambayo inatumia madhaifu ambayo yeye kashajiona kile kitu ni udhaifu wake. Kama mimi ndio udhaifu wangu, ushajiwekea, ushajizungumzia, kwa sababu maneno ni spells, sio sana itwaje. Maneno ni spells, sawa? Na ndio maana unaweza ukasoma Qur'ani ukajiweka mbali na mashaitani, unaweza ukafanya hiki, yani unatumia sauti yako, kwa sababu sauti yako ndo inafanya mabadiliko katika ulimwengu. Sauti yako inaweza kumfanya mtu awe na furaha, sauti yako inaweza kumfanya mtu awe na huzuni, sauti yako inaweza kumfanya mtu akujue wewe uko katika hali gani kwa wakati huu. So my people, I feel like going very deep, na najua hii mada itakuwa ni ndefu sana. Tujichunguze kiundani, na hivi vitu vyote tutaweza kuviona vipi? Chunguza sana kile kitu ambacho kinakuwa kinakupeleka haraka kwenye maisha kila siku. Hata vyakula ambavyo tunakula ambavyo tunajua kabisa kiafya vitakuharibu, ni sheitani ambaye yuko nyuma ndio anayemlisha. Kabisa unajua kwamba hata pombe sana ni chakula. Kabisa unajua hii sio nzuri kiafya yangu, ila bado unakunywa, bado unavuta, sawa? Bado unatoka nje ya ndoa yako, sawa? Bado unafanya, yani tuseme, simamia katika zile dhambi kuu 7 ambazo Mwenyezi Mungu hataki tuweze kuvifanya. Huyo ndo sheitani, ambao sheitani yuko design tofauti. Atajiattach kwako, atautumia mwili wako kuweza kula,
Sawa? Kwa sababu anakuwa anatamani ahisi kama yuko ndani ya mwili. Kwa ile fikra ambayo inakuendesha kushoto ni yeye ndo amechukua usukani, sio wewe tena, sio nafsi yako wewe tena. Ni yeye ndo anakuwa amechukua usukani. Sasa unampaje usukani? Yaani kabisa, yani seriously, gari lako, nafsi yako, alafu unampa tu yani from nowhere like. Okay my people, stay wise, stay conscious, and kitaka jinsi gani kuweza kuwatambua mashaitani very deep, I'm here for you. Na mimi nilijifunza na nilitambua hivi vitu ili niweze kuwa hapa kwa ajili yako. Sawa? Ila watu wengi sana tunakimbia madhaifu, na hatuna madhaifu, ila ni neno ambalo binadamu kalitengeneza ili mradi ujione huko chini. Binadamu kitu asichokielewa anapenda kukipa jina, ili mradi aone kwamba amekielewa, amekifahamu. Sawa? Huyo ndo binadamu anavyofanya kazi. Hajakuelewa wewe ni mtu gani, basi atatafuta tu neno au usikute ule mtu yuko hivi au usikute yuko vile, ili ajione kwamba amekuelewa. Huyo ndo mwanadamu. Sawa? Na huyo sio ni mwanadamu, huyo ni mwanadamu ambaye anataka kujiona yuko bora zaidi. Huyo ndo shetani. Sasa tutakuja kumjua yuko hapa. Sawa? I love you guys. Stay wise, stay conscious. It's Alan the Wise. The Wise Mind is here and here again. And see you very soon. I don't know why nimekuwa niko low vibe, ila kwa sababu nahisi nimetap in kwenye technology ambayo iko juu kidogo. Okay, see you later.